Karibu kwenye ufukunyuku wazungu. Leo tuko na Yuda. Umjua Yuda wewe? Hebu Jacob mlete Yuda. Ingawa alikuwa mwigizaji ila sura yake ndio imezoeleka kama ya Yuda. Of course. Ila huyo mwigizaji atakuwa alipata tabu sana baada ya hii. Sura yake ndio branding ya Yuda. Kabla tujaenda huko mimi nitawaambia kitu kimoja. Ukiangalia hata ukisoma maandiko ya Mungu, Yuda alikuwa mkimya. Mpole. Alikuwa mwasibu. Mtu ambaye huwezi kuna mwasibu ambaye anapigia makelele. Huwezi kumdhania kwamba alikuwa anafanya kile kitu. Kama ni msaliti. Ingawa watu imani inasema au Biblia inasema kwamba Yesu alijua tangu anawachagua wanafunzi wake. Alijua kwamba huyu atakuwa msaliti na alifanya vile ili kutimiza neno, kutimiza agano. Umeelewa vizuri kwamba Yakobo Yuda yuko mmoja wa wanafunzi wake ambaye atamsaliti. Na huyo unajua haikuwa kwamba eti bila Yuda Yesu asingekamatwa. Na wale jamaa angekamatwa tu. Mambo alikuwa kauzu. Angekamatwa tu lakini neno ili litimie. Yuda Iskarioti eti amefanana na mmoja wa wafanyakazi wetu ofisini anaitwa PK, ni engineer wetu. Engineer wetu wa sauti. Kwa hiyo PK kama Yuda tu. I say PK kama Yuda kwa kweli. Leo tuko na Yuda. Na moja kati ya story maarufu sana kwenye picha ambayo ameweka size inaonekana imefanana na Mohamed. Kiangalia vizuri. Mohamed ni bosi wetu wa vipindi. Wewe kazi yako yani unataka kugombana na watu mbali. Kazi yake yeye ni kuwatambulisha watu hao ni wakina nani na kwa watazamaji. Kwa hiyo unamsaliti mwana wa Adam kwa kumbusu. Sasa Yuda ni moja kati ya watu maarufu sana ambao waliishi enzi za Yesu kutokana na tukio ambalo walifanya, lakini jina lake pia ni jina kubwa kweli ambalo asili yake ndo Wayahudi. Yani wale Wayahudi kwa lugha nyingine ni watoto wa Yuda, Wayuda. Wayouda. Na jina lake linatoka mbali kwa sababu asili yake linaanzia kwa watoto 12 wa Nabii Yakob. Sasa alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Ndio. Sisi tunataka tupige hesabu hapa tujue hivi vipande 30 vya fedha ambavyo Yuda alimsaliti navyo Yesu, ukivileta kwa mwaka huu wa 2025 vina thamani gani? Lakini kabla hapo nikwambie kwamba utaratibu wa kutumia vipande 30 kwenye Biblia vya fedha haukuanza kwa kumuuza Yesu tu. Ukisoma kitabu cha Zakaria 11 mstari wa 12 hadi wa 14 unaelezea jinsi gani makuhani walilipwa vipande 30 vya fedha kwa kazi ya kuhubiri. Yaani vipande 30 pia vilikuwa ni malipo ya makuhani wa Kiyahudi ambao walikuwa wakihubiri. Lakini pia ukisoma kitabu cha Kutoka 21 mpaka 32 walitunga sheria wana wa Israeli ambako mtumwa akiuawa akiwa kazini basi familia yake italipwa vipande 30. Mtumwa kwa lugha ya sasa hivi ni kama mfanyakazi. Ndio maana hata kwenye Agano Jipya kuna sehemu Yesu anasema enyi watumwa watiini mabwana zenu, akimaanisha enyi mabosi watiini, enyi wafanyakazi watiini mabosi zenu kwa lugha ya leo. Zamani mfanyakazi alikuwa ni mtumwa, bosi alikuwa ni bwana. Sasa zamani za Yesu kulikuwa kuna fedha 3 ambazo ndizo ambazo zilikuwa na thamani. Ni kama sasa hivi unazungumzia dola, unazungumzia euro, pound, kuna moja ambayo ndio ina thamani zaidi. Sasa wakati ya Yesu zilitumika fedha 3. Shekeli za Tiro, ambayo ndio ilikuwa fedha yenye thamani zaidi. Alafu pia kulikuwa kuna fedha inaitwa majimbo ya Antiokia au fedha ya Antiokia. Na kulikuwa pia kuna dinari za Kirumi. Sasa ukichukua hizi fedha zote aina 3, dinari za Kirumi, majimbo ya Antiokia na shekeli za Tiro. Shekeli za Tiro ndo zilikuwa fedha zenye thamani zaidi. Kwa hiyo makuhani wengi wa enzi za Yesu hekaluni walikuwa wanapenda watu wengi watoe sadaka hizi shekeli za Tiro kwa sababu ndo fedha zenye thamani zaidi. Kwa hizi shekeli za Tiro zilikuwa zinamilikiwa sana na makuhani kwa sababu ndo zilikuwa fedha zinazotumika kwa ajili ya sadaka. Hivyo ndo maana ilikuwa rahisi kwa wale wazee wa kanisa na makuhani kumpa Yuda vipande 30 vya shekeli ya Tiro, maana walikuwa nazo nyingi na ndio ilikuwa fedha yenye thamani zaidi kwa wakati huo. Kwa hiyo makuhani walizipata zile shekeli za Tiro kwa sababu walikuwa wanapenda sana hizo fedha wapewe sadaka kwa sababu ndio zina thamani. Wakachukua vipande 30 wakampatia Yuda. Biblia ikaishia pale kwamba tumeeleweshwa tu ni vipande 30. Sasa Morning Bantu tunataka tuingie darasani tupige hesabu.
ya hivyo vipande 30 tujue ukizileta kwa mwaka huu hii 2025 mwezi wa 4 inakuwa kiasi gani? Sawa. Ndio bwana. Let's go. Sasa tunaanza taratibu na mahesabu. Vilikuwa vipande vingapi? 30. Andika kabisa hapo. Okay. Vilikuwa vipande 30 vya fedha. Sasa vipande 30 vya fedha, maana yake kila kipande kina madini ya fedha. Ndio maana vinaitwa vya fedha, yani kuna madini ya fedha. Kila kipande kilikuwa na gramu 14, yani kila sarafu moja katika hizo vipande 30 kikiwa na gramu 14. Sasa kipande kimoja cha fedha ukikieka sasa hivi kwa uzito wa hiyo gramu 14, madini ya fedha yanavyouzwa hivi sasa sokoni ni $63. Okay. Gramu 10 gramu 14 ni $63. Sasa kama kipande kimoja kina gramu 14 na kinauzwa kwa $63, maana yake unachokifanya unapiga 63 mara 30. Kwa sababu si vipande 30. Sasa ukipiga 63 mara 30 unapata $264.60, ambayo ni sawasawa na shilingi 711,144.00 fedha za Kitanzania. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yesu aliuzwa na Yuda kwa shilingi 711,144.00 fedha za Kitanzania ili asulubiwe. Morning Bantu.